بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، endelea na kitabu chetu cha Ibanatu al-Ahkam sharhi ya Bulugh al-Maram. Kumbukumbu yangu inanionyesha ya kwamba tupo katika hadithi ya Hafsa ummi al-mu'minina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea ya kwamba mtu ambaye hajaiweka nia ya saumu kabla ya alfajiri, saumu yake haitosihi. Tukafikia kuona kauli za maimamu kama vile Imamu Abu Hanifa kwamba anaona inafaa saumu kwa kuweka nia wakati wa usiku na kwa kuweka nia wakati wa mchana, kwa sharti kabla jua halijapinduka. Inafaa ukaweka nia ya mchana ya saumu, lakini kwa sharti iwe nia hiyo kabla jua halijapinduka. Akaendelea akasema, waqala Malik wa ashabuhu, amesema Imam Maliki na watu wake wafuasi wake katika wanafunzi, idha nawa awwala lailatin, atakapoweka nia ya mwanzo wa usiku min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, mtu akaweka nia usiku wa mwanzo kabisa wa mwezi wa Ramadhani, min Ramadhana siyama jami'ihi, kwa maana atafunga mwezi mzima, akaweka nia ya kwamba nafunga mwezi mzima, akaweka nia hiyo wakati wa usiku, kafahu, itamtosha hiyo nia moja kwa ajili ya masiku mengine yote. Wala yahtaju li niyatin, na wala hatohitajia nia likulli yawmin, ya kila siku. Imam Malik anaona na jamaa zake au na wafuasi wake, nia ya kwanza ya usiku wa Ramadhani mtu akiiweka kwamba atafunga Ramadhani yote, nia hiyo inatosha, hatohitajia yeye kila siku aweke nia, kila siku aweke nia. Kisha akasema, wayustahabu tajdiduha, na inapendeza kuitia upya nia. Inapendeza leo kaamka ukatia nia, kesho kaamka tena ukatia nia. Hukumu yake inda Imam Maliki kwamba mustahabu, inapendeza fakat, qiyasan ala alhajj, na hii inapimiwa kwenye ibada ya hija, wa rakaati salati, na rakaa za swala, na rakaa za swala, kwa maana ya kwamba fa inna kulla wahidin minhuma, kwamba kila kimoja kati ya viwili hivyo, baina ya hija na rakaa za swala, na ya maana yake swala ya dhuhuri utaweka nia ya dhuhuri, swala alasiri utaweka nia swala alasiri, si magharibi utaweka nia swala magharibi. Kwa hiyo kwenye kila sala katika hizo unaweka nia. Basi hata hivyo pia Ramadhani itapendeza kwenye kila siku kaweka nia ya siku yake. Fa inna kulla wahidi minhuma, kwani kila kimoja katika hizo, takfihi niyatun wahida, inatosheleza nia moja. Hija inatosheleza nia moja. Umetoka hapa ukaenda mpaka ihram, ukafanya kwenye miqat, ukaweka nia. Umetoka pale ukaenda sehemu nyingine ukaweka nia. Hakadha, nia moja inatosha kwenye kila kipengele. Fa inna kulla wahidi minhuma takfihi niyatun wahida. Lakini pia vile vile wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na pia wametolea ushahidi Imam Malik na watu wake kauli ya Mtume, wa inna ma likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo kila mmoja atalipwa kwa kile alichonuia. Qalu, wakasema, wa hadha, na huyu tunayemzungumza hapa mwanadamu, qad nawa jami'a shahri, ametia nia ya mwezi mzima, fawajaba an yakuna lahu, basi imewajibika malipo yawe kwake yeye, imewajibika malipo yawe kwake yeye, na imewajibika nia hiyo iwe kwake yeye. Waqayyadu dhalika aidan, na madhhabu ya Malik kwamba wanasema hivyo kwamba inafaa ukaweka nia kwa niaba ya mwezi mzima, lakini wakaweka qayyadu, wakaweka
vidhibiti, waqayyadu, na wakaweka vidhibiti katika hilo. Aidan wakasemaje? bi'adami inqita'i tatabu'i, kwa kuto kukatika mfuatano. bi'adami inqita'i tatabu'i, kwa kuto kukatika ule mfuatano. Yani kwa sababu wewe leo unafunga, kesho unafunga, kesho kutwa unafunga, huu ni mfuatano. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, huu ni mfuatano. Usikatike huu mfuatano. Fa in inqata'a at-tatabu', ikiwa ule mfuatano utakatika, yani umefunga leo kesho ukaacha kufunga, umefunga leo kesho ukaacha kufunga Ramadhani, bimaradhin, ukaacha kufunga kwa sababu ya maradhi, yakatokea maradhi ikafishindikana, kesho ukaacha kufunga, au haidhin, au mwanamke akapata na hedhi, maana ule mfuatano utakuwa umekatika, au safari, au saumu yake ikakatika kwa sababu ya safari, kawa na safari ghafla ya kutokea unakwenda mkoa mwingine au nchi nyingine, saumu yake ikawa imekatika. Wajaba tajdiduha, wanasema sasa hapa ni wajibu mtu huyu aiweke upya nia, lima baqiya min ash-shahri, kwa yale masiku yaliyobakia katika mwezi. Kwa madhhabu ya Imam Maliki rahmatullahi alayhi kwamba nia ya siku moja katika usiku wa Ramadhani ule wa mwanzo aliyoiweka mtu kwa niaba ya siku zote, nia hiyo ni inapendeza, la hukumu yake inatosha, bimaana inatakikana aishikilie hiyo nia, na inapendeza mtu aitie kila siku nia. Inapendeza leo unatia nia, kesho katia nia, kesho pia katia nia Ramadhani wakati wa usiku, lakini pia wakatoa kaidi kwamba nia hiyo itakuwa inafaa kwa sharti tu pasiingie kitu chochote katikati pakaitenganisha baina ya jana na kesho, baina ya jana na kesho, kama vile mtu akaumwa, kama vile mtu akapata safari, mwenye hedhi. Ikitokea hivyo ukasafiri, ikatokea hivyo ukaumwa, ikatokea hivyo kupata na hedhi, maana yake siku ile ukaacha kuifunga, siku utakayokuja kufunga wanasema ni lazima uweke tena nia, ni wajib. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, ipokelewa pia hadithi kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, anasema dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Aisha anasema aliingia kwangu mimi mtume dhata yaumin, siku moja. Kuna siku mtume aliingia kwangu mimi, maana yake aliingia nyumbani kwangu. Kama tunavyofahamu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam wakeze wote aliwajengea nyumba, hata kama palikuwa pana kiwanja kimoja, lakini kila mmoja alikuwa na chumba chake, kuna ukuta, kuna chumba na nini, kuna ukuta, chumba na nini, kuna ukuta. Kwa hiyo mtume alikuwa nyumba yake iko hivyo, na kila mmoja na ua wake na ua wake na ua wake, hakadha. Kwa hiyo aliingia kwa Aisha siku moja, faqala, akamwambia hal indakum shay'un, je mna chochote humo ndani katika chakula ewe Aisha? Qulna, tukasema la. Naona usulubu wa lugha ya Kiarabu, mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha usulubu za lugha ya Kiarabu. Mtume kamkuta Aisha ndani ya nyumba, anamuuliza mna chochote humo ndani, hajamwambia una chochote humo ndani. Hal indakum shay'un, hizi ndio usulubu inaitwa usulubu iltifat, yani usulubu za kubadilisha, za kubadilika. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Usulubu iltifat, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj fasabbih. Usulubu iltifat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka. Usulubu iltifat, mna chochote humo ndani? Halafu anasema qulna, Aisha mwenyewe akasema tukasema sisi. Kwa mmoja tu, tukasema sisi, sio nikasema mimi, tukasema sisi. La, hakuna chochote. Qala, mtume akamwambia fa inni idhan saimu, basi mimi hivyo ni mwenye kufunga. Thumma atana yawman akhara, kisha katuijia sisi siku nyingine, yawman akhar, kisha siku nyingine ilipofika mtume akaja tena ndani. Faqulna, tukamwambia uhdiya lana haisun, tumepewa sisi zawadi ya chakula. Alhaisu ni chakula kinachotokamana na tendi na samni na maziwa ya unga, yani kama vile sisi tuseme tumepewa zawadi ya biriani, yani kile chakula ambacho kilikuwa kuna tharidi na hais, vyakula vyenye thamani kwa wao.
Kwa hii ilikuwa ni chakula ambacho kimekusanywa, tende zake zimetolewa, zimewekwa mahala pamoja, kisha mafuta ya samni kimetengenezwa na maziwa ambayo sio ya mgando, la maziwa ya unga al-aqiti, vinakusanywa pamoja, vinachanganywa. Kwa hiyo ndio mtu anayepewa kama vile zawadi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia nyumbani kwake, akamkuta Aisha. Aisha akamwambia tumepewa zawadi ya haisu, al-hais. Faqala arini, Mtume akasema nionyesheni na mimi basi, na mimi nikione hiyo haisi iko wapi. Falaqad asbahtu saiman, kwa hakika nimeamka asubuhi nikiwa ni mwenye kufunga. Fa akala, Mtume akala sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Muslim. المعنى الإجمالي هذا الحديث، حديثه دليل نشهد لمن فرق بين الفرض والنفل، ويولي aliyetenganisha baina ya faradhi na sunna, fi wujubi tabyiti niyati, katika uwajibu wa kulaza nia usiku min al-layl. Yani hadithi hii ni ushahidi tosha kwa wale waliotofautisha baina ya nia ya faradhi na nia ya sunna kwenye kuiweka nia ile wakati wa usiku. Wametofautisha kwamba kuna nia za usiku, inafaa ukaweka nia ya usiku, lakini pia vile vile inafaa ukaweka nia ya mchana. Walitofautisha, sio nia inawekwa usiku peke yake. Hadithi hii ni ushahidi wa wazi wa makundi hayo mawili. Wa ajaba alqailun, na wakajibu wenye kusema ani alhadithi, kunako hii hadithi, biadami alfarqi baina alfardhi wan nafl, kwamba hadithi hii haitofautishi baina ya nia ya usiku, nia ya faradhi na nia ya sunna. Bi anna maana qawlihi au maana qawlihi, kwa sababu maana ya kauli yake Mtume, fa inni idhan saimun, basi kwa hakika mimi nimefunga. Al-ikhbaru, hapa Mtume anaelezea tu an kauni rasuli sallallahu alaihi wasallam, Aisha kwamba anaelezea kwamba kuwa Mtume asbaha saiman, ameamka asubuhi akiwa amefunga. La insha'an, si jambo la kuanzisha tena, sio ibara ya insha liniyati hina idhin, au kuanzisha nia wakati wa sasa hivi. Ni mambo hapa aliposema Mtume basi mimi nimefunga, hamaanishi kwamba Mtume au maneno haya yanamaanisha kwamba Mtume anaeleza kwamba yeye aliamka asubuhi kafunga, lakini hayamaanishi ya kwamba anaanzisha nia nyingine mpya. Wayuayiduhu, na haya maneno yanapewa nguvu riwayatan, na riwaya nyingine ya hadithi aliposema falaqad asbahtu saima, kwa hakika nimeamka asubuhi hali ya kuwa nimefunga. Qalu, wakasema mwenye hii hoja, al-aslu adamu al-farqi, dalili msingi ni kutofautisha nia ya faradhi na nia ya sunna. Yani shekhe anatuthibitishia ya kwamba kuna masala yanazungumza na wanawachuoni. Masala gani? Je, saumu ya faradhi na saumu ya sunna nia zake zote ziwekwe usiku? Kwa hadithi hii Aisha, Mtume kafika nyumbani kwake kawauliza mna chochote? Wakamwambia hatuna, basi mimi nimefunga. Hadithi hii wakaichukua kikundi cha kwanza kikasema saumu ya sunna ya mchana au saumu ya sunna unaweza ukaweka nia yake wakati wa mchana, lakini ya faradhi utaweka nia yake usiku. Kwa hiyo kundi la kwanza likatofautisha nia ya faradhi na nia ya sunna. Kundi la pili ambalo kalitaja hapa shekhe linaonesha hapana, hutakiwi kutofautisha nia ya faradhi na nia ya sunna, zote zinawekwa wakati wa usiku. Kwa sababu haya maneno aliposema basi mimi nimefunga, hayamaanishi au maneno haya yanamaanisha kwamba yeye anaeleza tu kwamba alikuwa amefunga, lakini si maana kwamba ameanzisha nia mpya iliyotofautiana na ya jana usiku. Hapana, kwa sababu riwaya nyingine inasema falaqad asbahtu saima, niliamka asubuhi hali ya kuwa nilikuwa nimefunga. Kwa hiyo si maana yake Mtume hapa baada ya kuambiwa chakula hakipo basi amefunga. Hapana, bali tokee hiyo asubuhi
mtume alionyesha kwamba falaqad asbahatu, niliamka asubuhi hali ya kuwa nikiwa nimefunga. Kwa masala mawili, kauli ni mbili. Sunna unafaa kuweka nia mchana, faradhi inafaa kuweka nia usiku peke yake. Kauli ni mbili kwa wanaosema hivi na kuna wanaosema hivi. At-tahlilu lafdhi, uchambuzi wa matamshi ni kwamba qala fa inni idhan sa'imun, maneno haya fihi jawaz insha niyati at-tatawwu'i naharan. Sheikh anasema kwenye hii kauli aliposema mtume kwamba mimi nimefunga, pana uruhusa wa kuanzisha nia ya saumu ya tatawwu'i mchana, pana ruhusa ya kuanzisha nia ya tatawwu'i au ya sunna wakati wa mchana. Uhdiya lana haisun, tulipewa zawadi sisi ya haisun. At-ta'amu, al-haisu maana yake ni chakula, al-muttakhadhu min at-tamri, kilichotengenezwa kuchukuliwa kutokana na tende, wasamni wal-aqiti. Al-aqiti ni maziwa ya unga. Al-labanu alladhi ukhidha zabaduhu, ni yale maziwa ambayo lile povu lake la njano la juu, zabaduhu lile samli yake ya juu imetolewa, ndio al-aqiti. Waqad yuj'alu ad-daqiq badalu al-aqiti, na kuna wakati hutolewa huwekwa unga badala ya nini al-aqiti, na wakati pia huwekwa unga badala ya nini al-aqiti. Arinihi min al-ira'ati falaqad asbahtu sa'iman, kwa hakika niliamka asubuhi nikiwa nimefunga. Fa akala, tanawala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-hais, mtume alikula al-hais. Wa aftara, wa aftara ba'da an kana sa'iman. Tanawala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min al-hais, na alipewa ile mtume al-hais. Wa aftara, na akala baada an kana sa'iman, baada ya kuwa alikuwa amefunga. Kwa hiyo masala haya Sheikh anatubainishia ya kwamba yako katika pande hizo mbili, na ufafanuzi wa hadithi hii unaonesha wazi kwamba kadhia hii ni kadhia ipo musattara, imeandikwa kwamba inafaa kwa sura hii na inafaa pia kwa sura hii, na umumu adila zote zinaonesha nia iwekwe usiku kwa mujibu wa Qur'ani. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Nia inawekwa usiku, Qur'ani imetaja hiyo wazi, min al-fajr, wakati wa al-fajr. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.